ama habari za muda huu wakati wote ule duniani kote. Ni wenu Dr. Matumbili. Leo na kuleteni somo maalum, kwa somo hiyo inahusiana na uchawi wa kimapenzi. Tumesema kwamba mapenzi yamekuwa yakiwaumiza watu sana, kwa sababu wengi tumekuwa tukiingia kwenye mahusiano ya kimapenzi bila kuwa na ramani. Tumeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi hatuna ramani, kwa sababu ili uweze kuingia kwenye mapenzi hayo lazima uwe na ramani. Ukishakuwa na ramani, basi inahitaji uwe na mtaji. Ukishakuwa na mtaji, basi uwe na picha kamili ya kitu ambacho unahitaji kuweza kujenga kwenye mahusiano yako. Lakini sasa imetokea wimbi kubwa ambalo sasa tunaona kwamba madhara yamekuwa makubwa sana katika mahusiano ya kimapenzi. Tunapozungumzia mahusiano ya kimapenzi, manake tunazungumzia hata masuala ya ndoa, kwamba imekuwa ni migogoro mikubwa, mitafaruku ya aina mbalimbali. Kwa hiyo sasa tumeona kwamba kuna umuhimu sana wa kuendelea kutilia nguvu katika jambo hili, ama kuendelea kuelimisha watu zaidi kwamba pale iwe ni kijana, iwe ni mtu wa makamo na watu wengine ambao mnatarajia zaidi kuweza kuingia kwenye mapenzi ama mahusiano haya ya kimapenzi, lazima ujue kwamba hii ni taasisi nyingine, tena ni taasisi ya uwekezaji. Lazima ujue unawekeza sehemu gani, na wewe mwenyewe una mtaji kiasi gani. Sasa kwa nini tumekuwa tukiingia kwenye migogoro, kwenye matatizo ya aina mbalimbali kwenye hayo mahusiano yetu? Ni kwa sababu tunaingia kwanza kwenye mapenzi, sisi hatuna ramani, hatuna mtaji, wala hatuna picha hapo tunapohitaji kuweza kujenga hayo mahusiano yetu. Matokeo yake wewe unaingia moja kwa moja kwenye hiyo nyumba ambayo wewe haukuwa na ramani yake wala haukuwa na mtaji. Matokeo yake umeingia tayari ndani, tayari umeingia kwenye kitu ambacho wewe haukuwa na picha yake kamili. Matokeo yake ni nini sasa? Ndio unakuta kwamba tunaona leo watu wanatembea katika mabarabara sehemu tofauti tofauti, watu wanajiongelea wenyewe. Utajiuliza mtu kwamba amechanganyikiwa. Kuna watu wamefikia kupoteza mali nyingi kwa sababu ya mahusiano ya kimapenzi. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa kuweza kuwa makini na utaratibu zaidi, kuweza kuelewa kabisa kwamba mimi mtaji wangu unanitosheleza kuweza kujenga mahusiano ya aina fulani, na uhakikishe kwamba ramani uko nayo, na uhakikishe kwamba picha uko nayo, ili kujihakikishia usalama zaidi. Tumekuwa na magonjwa sasa hivi magonjwa ya hafla, tunasema magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, sawa tutachukulia kwenye mfumo wa chakula na vitu vingine, lakini haya mapenzi haya ni miongoni mwa magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, sawa. Watu wengi wanakufa hafla, mtu anaamua kuchukua maamuzi yake mwenyewe kwenda kujinyonga, sawa. Utaona kwamba ni miongoni mwa tatizo la kutokuambukiza. Kwa hiyo ni kitu ambacho ama ni nyumba ambayo inatakiwa kuweza kuingia kati tayari umeshakuwa na maandalizi ya kutosha juu ya jambo hilo, ili kuweza kuepuka madhara mengi sana. Ukishajiandalia mambo kama hayo, manake unajitengenezea kwanza umri mrefu wa kuweza kusurvive, umri mrefu wa kuishi, kwa sababu hakuna kitu kibaya ambacho kinasababisha mambo ya ovyo kabisa kama stress za kimapenzi ama mawazo ya ovyo yanayotokana na mahusiano ya kimapenzi ama mahusiano ya kindoa. Kwa hiyo ndugu yangu, kokote kule unaponisikiliza, mapenzi ni gharama. Uhakikishe kwamba hayo mapenzi uweze kuyamudu. Unapotaka kuingia kwenye mahusiano hayo, ujue bajeti yako, kwamba bajeti yangu inaniruhusu kuingia kwenye mapenzi ya aina hii, na nitayajenga kwa ramani hii, picha yake ya mbele ama picha yake nilionayo ni ya staili hii. Kwa hiyo tusije tukapata hayo madhara kwa kuingia bila kujua kwamba mimi naingia kwenye kiwango gani ama nina bajeti gani kwenye mahusiano hayo, ili tusipate madhara. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea baada ya wewe kuwa umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, kwamba hauna ramani, hauna bajeti, hauna picha, na ukawa umeshaingia kwenye nyumba ya mapenzi. Ina maana ukishaingia kwenye nyumba hiyo, manake utegemea wakati wote nyumba hiyo itakubomokea.
Na maana kubomokea ndio unakuta kuna watu walikuwa na mali wanafilisika. Tunaona kuna wengine wanachukua maamuzi ya kuweza kujiua wao wenyewe. Sawa sawa. Bado kuna vilio vingi ambavyo vingi sana vingi vinabaki ndani. Vinavyotoka hadharani ni vichache sana. Kwa hiyo tuwe makini na mahusiano yetu, hasa kwa dunia tunayoenda nayo. Basi mimi ni wenu Dr. Matumbili, ambaye kama utaamua kuweza kunitafuta kwa mawasiliano zaidi ukanipata kwa namba za simu ambazo ni 0615 33 94 35, ama kwa wale ndugu zangu ambao wako nje ya nchi unaweza ukaanza na alama kujumlisha 255 61 61 5 33 94 35, ukaweza kuwasiliana na mimi, nikaweza kupatia ramani ya mapenzi, nikaweza kukuelekeza namna mtaji wa mapenzi na namna kuweza kujenga mahusiano ya kimapenzi, tukaweza kuwa salama na ndoa zetu, tukaweza kuwa katika hali ya usalama na mahusiano yetu, tukaweza kuongeza umri wa kuishi kutokana na mahusiano ya kimapenzi, kwa sababu Mwenyezi Mungu alituwekea vitu hivi tupate kustarehe, lakini imekuwa ni tofauti kutokana na mienendo ya maisha. Tumekuwa tunaingia bila hesabu, na hesabu imezungumziwa sana. Kila jambo lazima liende kwa hesabu, na hata mapenzi lazima tuyawekee hesabu. Ujue kabisa hesabu yangu inaniruhusu kukaa kwenye namba fulani ya mapenzi, na hesabu yangu hii hainiruhusu kukaa kwenye namba fulani ya mapenzi, ili kulinda usalama wetu wa kiafya, kuendelea kuongeza umri wa kuishi na kupata mawazo mapya kila siku. Basi usichoke kuendelea kusubscribe ili tuweze kuendelea kupeana mambo mazuri zaidi kuhusiana na habari za kimapenzi.